Mtazamaji wa JNR Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mimi naitwa Babu Ali, karibu tuzungumze soka. Niko na mzee wa data Ramadhan Baduke. Mzee wa data, CAF Champions League kule. Yanga dhidi ya Silver Strikers. Mchezo wa hatua ya pili ya awali ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakifuzu wanaenda makundi moja kwa moja. Hii inaweza kuleta adhi gani kwenye renki kule za CAF kwa Yanga? Ikitokea wakafanya hivyo, itakuwa ni habari njema sana kwa Yanga, kwa sababu watazidi kupiga hatua, kwa sababu hata sasa wapo ndani ya top 10 miongoni mwa klabu 10 bora barani Afrika. Yanga tayari imeshaingia baada ya kuingia tu msimu 2025 2026. Ikitokea wakawatoa Silver Strikers, Yanga watawaporomosha USM Alger walio mbele yao, halafu watakuwa nafasi ya 9 kwa viwango vya ubora. Sasa labda kabla hujaniuliza nitakufafanulia zaidi. Msimu 2025-26 ulipoingia tu, maana yake kuna mabadiliko katika viwango vya ubora kwenye alama. Hapa naongea kwa utulivu, watazamaji wako waelewe, kwa sababu ukienda kwenye tovuti ya CAF viwango vya ubora hivi sasa utaiona Yanga ya 12 ina pointi 34, utaiona namba 1 ni Al Ahli ya Misri ina pointi 78. Lakini hivyo ni viwango vilivyotokana na hesabu kuanzia 2020-21 mpaka 2024-2025. Sababu CAF taratibu wake kwenye viwango vya ubora huwa inaangalia misimu mitano. Sawa? Kwa hiyo kisabu 2021 wa kwanza, 21-22 wa pili, 22-23 wa tatu, 23-24 wa nne, 24-25 msimu wa tano. Lakini sasa msimu mpya umeshaanza. Hapa ndo baadhi ya watazamaji wako ni vizuri kuwafafanulia, kwa sababu inawezekana na wewe pia kabla hujaniuliza nimejiwahi, watavurugwa ninachokuambia. Msimu huu ni 2025-26, msimu mpya umeanza na timu zimeshacheza, zinasubiri kucheza raundi ya pili hiyo unayoeleza, ambapo Yanga wanacheza na Silver Strikers. Maana yake ni nini? Ukiingia 2025-26, hesabu ya misimu mitano inauondoa msimu 2020-21. Kwa hiyo msimu wetu katika misimu mitano tunaanza kuhesabu msimu 2021-22 wa kwanza, 22-23 wa pili, 23-24 wa tatu, 24-25 wa nne, 25-26 ndo tuliopo. Ndo hesabu za pointi zinazoanza kuhesabiwa. Sasa kwa msimu huu tuliopo hakuna timu ina pointi. Timu ili zipate pointi lazima ziingie hatua ya makundi, ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho. Sawa? Kwa Afrika nzima hivi sasa timu zote zina pointi 0 zilizokusanya msimu huu 25-26. Baada ya kucheza raundi ya pili ndo tutajua nani amepata pointi. Pointi zinaanza kuhesabiwa hatua ya makundi. Kwa ligi ya mabingwa ukiingia makundi, ukimaliza mkiani unapata pointi 1. Wa pili kutoka mkiani, kwa maana timu ya tatu kwenye msimamo, pointi 2. Ukimaliza top 2 zile mbili za juu ambayo unakwenda robo finali unakuwa na pointi 3. Ukifika nusu pointi 4, finali pointi 5, bingwa pointi 6, ligi ya mabingwa. Kombe la shirikisho kwa haraka haraka, kwenye makundi ukimaliza mkiani unapata pointi nusu 0.5. Wa pili kutoka mkiani, kwa lugha nyingine tunasema watatu, unapata pointi 1. Mbili za juu ambazo zinafuzu robo finali unapata pointi 2. Nusu finali kwenye kombe la shirikisho pointi 3, finali pointi 4, bingwa pointi 5. Sasa kwa msimu huu uliopo hizo pointi ukipata unazidisha mara 5. Alafu tunaangalia msimu uliopita, kama ulipata pointi tutazidisha mara 4. Wa nyuma yake mara 3, wa nyuma yake mara 2. Wa mwisho ambao tukihesabu sasa ni 2021-22, kama ulipata pointi kwa kuingia katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho, pale ulipoishia ndo pointi zinapatikana kama nilivyotoka kueleza, tutazidisha mara 1 kwa msimu ule 2021-22. Sijui umenielewa hapa kwenye hii Bashraf? Hapo nimekuelewa vizuri mimi mzee wa dada. Sasa kwa nini nasema Yanga itapanda? Iko hivi, baada ya msimu huu kuanza tu, ukiondoa ule msimu nilotoka kueleza 2020-21, maana yake kuna timu zote zinaathirika ambazo zilikuwa na pointi msimu ule. Kwa mfano Al Ahli, nachukulia mfano Al Ahli, nitakutajia na Simba na Yanga kama mfano. Al Ahli msimu wa 2020-21 ilikuwa bingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ilipata pointi ngapi? 6 kwa kuwa bingwa. Pointi zake unazikusanya, unazidisha mara 1 kwa msimu ule. Msimu unaofuata 21-22 Al Ahli walifika finali ligi ya mabingwa. Bingwa akawa Wydad. Kufika finali ni pointi 5. 5 kwa msimu wa 2021-22. Wakati tunaingia msimu huu kwenye uhesabu wa pointi ilikuwa inazidishwa mara 2, ambao ni pointi 10. Kumbuka 2021 wana pointi 6. 21-22 pointi 10 kwa sababu walifika finali, pointi 5 unazidisha mara 2 10. 22-23 Al Ahli wakachukua ubingwa.
ambao ni pointi 6 za ligi ya mabingwa, 6 mara 3 kwa 22-23 unapata pointi 18. Alafu 23-24 Al Ahli wakawa bingwa tena ligi ya mabingwa, kama unakumbuka vizuri, wakapata tena pointi 6, ilikuwa unazidisha mara 4. Alafu 24-25 wakaishia nusu finali, ambayo unapata pointi ngapi kwenye nusu finali ligi ya mabingwa? Pointi 4 kwa msimu. Wakati tunazihesabu unazidisha mara 5 zilikuwa 20, ukijumlisha hizo pointi zote zokusanya ndio ilikuwa inateza pointi 78. Simba kwa mtindo huu, kumbuka 2021 Simba walifika robo finali wakatolewa na Kaizer Chiefs, ambao walipata pointi 3 kuishia robo ligi ya mabingwa, unazidisha 3 mara moja. 21-22 waliingia robo finali, lakini kombe la shirikisho robo finali nimekwambia ni pointi 2, unazidisha mara 2 kwa sababu ule ni kutokea nyuma, kule wa kwanza ulikuwa wa pili. 2022-23 Simba walifika robo finali ligi ya mabingwa wakapata pointi 3, utazidisha mara 3. 2023-24 Simba tena robo finali walitolewa na, safari hii walitolewa na Al Ahli kama unakumbuka vizuri. Robo finali ligi ya mabingwa pointi 3, kazidisha mara 4. Alafu 24-25 wakafika finali ya kombe la shirikisho, ambao unapata pointi ngapi? Pointi 4, kazidisha mara 5 unapata 20, ukijumlisha ndio Simba alikuwa na pointi 48. Kwa mtindo huu Yanga wakawa na pointi 34. Ndio maana kwenye orodha ilikuwa Al Ahli ya kwanza ina pointi 78. Simba alitoka kuitaja hapa ilikuwa ya 5 na pointi 48. Yanga ilikuwa ya 12 na pointi 34. Sawa? Lakini baada ya kuingia 25-26 zile pointi zote za 2021 zimefutwa. Kwa sababu misimu mitano ukihesabu hatuanzi tena 2021, tunaanzia 2021-22. Sijui tumeelewana? Hapo nimekuelewa vizuri kabisa mzee. Alafu jinsi ya kuzidisha inabadilika. Kwa sababu kumbuka 21-22 kwa tunazidisha mara 2, 22-23 tunazidisha mara 3 na kadhalika. Lakini sasa 21-22 ndo msimu wa kwanza kuhesabu misimu mitano. Kwa hiyo point ulizopata msimu ule unazidisha mara 1. Msimu wa 22-23 unazidisha mara 2, 23-24 mara 3, 24-25 mara 4, alafu 25-26 tunazidisha mara 5. Ila kwa sababu msimu huu bado hakuna pointi, timu zote hapa zina 0, hamna cha kuzidisha. Sababu hamna ilo ingia makundi, hatujafika bado makundi. Maelezo yangu nadhani yanaeleweka. Elewa vizuri kabisa. Sasa kwa mtindo huu, to cut the story short, anayeongoza hivi sasa bado ni Al Ahli, lakini pointi zake sio 78, ni pointi 51. Panahitaji maelezo zaidi. Si nimeshasema kwa nini zimepungua? 20-21 kule tumeondoa. Kwa hiyo timu zote pointi zimeathirika. Mpangilio upo upya ambao hauhusishi pointi za msimu huu kwa sababu bado hazijaingia makundi. Pointi za msimu huu unaongeza 0 kila timu. Kwa hiyo Al Ahli namba 1 ina pointi 51, namba 2 ni Mamelodi Sundowns Afrika Kusini ina pointi 43. Hapo kabla ilikuwa na pointi 62. Maelezo sihitaji kurudia, nadhani nimeshaeleweka. Ya 3 ni Esperance de Tunis ina pointi 38. Esperance de Tunis. Ya 4 ni RS Berkane ina pointi 37. Ya 5 ni Pyramids ya Misri. Hapa utashangaa, mbona sio Simba? Simba sio ya 5, sasa ni ya 6 kwa sababu Pyramids na Simba wote wana pointi sawa 33. Utaratibu wa CAF kwenye viwango vya ubora, kama pointi zenu zinalingana, alikusanya pointi hivi karibuni ndo anakuwa juu ya mwenzake. Sasa Pyramids walikusanya pointi nyingi hivi karibuni kuliko Simba kwa sababu walitoa ubingwa ligi ya mabingwa, kama unakumbuka vizuri. Ukitoa ubingwa ligi ya mabingwa ni pointi 6 kwa msimu 24-25 tunazidisha mara 4, maana yake Pyramids walikusanya pointi 24. Kwa hiyo katika pointi zao 33, 24 zimetokana na msimu uliomalizika. Simba pointi zao 33 msimu uliomalizika walifika finali kombe la shirikisho. Ukifika finali unapata pointi 4. 4 mara 4 kwa msimu 24-25 ni pointi 16. Kwa Simba walipata pointi 16, Pyramids pointi 24, ndio maana Pyramids wako juu ya Simba. Kabla ya orodha hii mpya kwa msimu 25-26, kwa vile viwango tulivyotoka kuvizungumza, Simba ilikuwa ya 5 ina pointi 48, Pyramids ya 6 ina pointi 47. Hivi sasa zote zina pointi 33, kwa hiyo Pyramids ndio ya 5, Simba ya 6. Ya 7 ni baada ya Simba ni Zamalek. Zamalek wana pointi 29. Ya 8 ni USM Alger wana pointi 27. Ya 9 Yanga ina pointi 25. Ya 10 ni Al Hilal Omdurman. Sasa hili ndo swali lako lilipo. Yanga ikiwatoa Silver Strikers kwa kuwafunga au matokeo bora ya nyumbani na ugenini, kwa sababu kwenye CAF kuna bao la ugenini,
na usidharau timu mpaka mcheze, kwa sababu wanaweza katolewa, lakini wanaweza wakafuzu bila kushinda vile vile. Mnatoa 1-1, ukaja nyumbani bila unasonga mbele. Au 2-2 hapo mnatoa 1-1. Simba leo kutokea na Power Dynamos ya Zambia. Zambia walitoka 2-2, Chamazi wakatoka 1-1, wakati wanacheza na kina Joshua Budo Mutale, kina Andy Bobo Boyeli wakiwa Power Dynamo. Simba wakaenda makundi kwa faida bao la ugenini. Vyovyote itakavyokuwa, Yanga wakisonga mbele, ukiingia tu makundi ligi ya mabingwa, assumption timu zote zinazoingia tu ya makundi ligi ya mabingwa kabla hazijacheza zinapata pointi moja ambazo ni za uhakika, kwa sababu mkishacheza ndio utajua nani amemaliza nafasi ipi. Kwa hiyo assumptions, mkishaingia tu makundi, pointi mnayokuwa na uhakika nayo ni moja ambayo ni timu yote inayomaliza mkiani inapata pointi moja. Kwa hiyo ina maana zote zitakazofuzu makundi kabla hazijacheza zinakuwa zimepata pointi moja kwa msimu huu ambao ndio latest, ndio current season, ndio unaoendelea, unazidisha mara 5. Kwa Yanga wakiingia makundi watapata pointi 5. Kumbuka sasa hivi wana pointi 25, wako nafasi ya 9. Ukiweka na hizo 5 endapo watafuzu makundi, kwa swali lako, maki Yanga watakuwa na pointi 30 kabla ya kucheza. Pointi 30, halafu assumptions wale wote juu nao wafuzu makundi kwenye michuano wanaoshiriki. Yaani USM Alger wanaoshiriki kombe la shirikisho nao wafuzu makundi, maana wanashiriki. Lakini pia timu kama Zamalek wafuzu makundi, na nyingine zote mpaka Al Ahly, kila mmoja afuzu kwa nafasi yake. Yanga watakuwa na pointi 30, maana yake wajuu yake ni USM Alger ambaye hivi sasa ana pointi 27. Akifuzu makundi kwenye shirikisho, kila timu assumptions ikiingia tu ina pointi 0, babu wa mkiani ndo anakuwa na pointi 0.5 kabla hazijacheza. Kwa hiyo zote zina uhakika pointi 0.5. Kwa hiyo USM Alger wakifuzu nao makundi watakuwa na 0.5, kwa sababu ya msimu huu ndio unaoendelea, unazidisha mara 5 itakuwa pointi 2.5. 2.5 unaongeza na 27 walizonazo itakuwa 29.5. Ndio maana nasema Yanga itakuwa juu ya USM Alger, itabadilishana nafasi. USM Alger ita drop kwa sababu sasa hivi ina pointi 27, itakuwa na pointi 29.5. Yanga itakuwa na pointi 30 na kwa juu ya USM Alger. Kwa hiyo kwa swali lako, athari zake kwenye viwango, Yanga itakuwaje? Yanga itapanda zaidi, itakuwa nafasi ya 8 endapo tu wengine wote nao watashinda na kufuzu makundi, kwa sababu kukitokea atakayeteleza asifuzu makundi alafu Yanga ifuzu makundi, ina uwezo wa kupanda zaidi, kwa sababu Zamalek kwa mfano nimekwambia wana pointi 29. Wasipofuzu makundi kwenye kombe la shirikisho ambao wanashiriki, manake nao watapitwa na Yanga. Yanga itakuwa na pointi 30. Kwa hiyo Yanga itakuwa, ukitoka Yanga, Simba watakuwa wameshikana sasa kwenye viwango vya ubora. Yanga jirani yake atakuwa Simba. Endapo tu Simba itafuzu, Piramidi wafuzu, wengine wote wafuzu kasoro Zamalek. Lakini ikitokea wote wamefuzu, Yanga itakuwa ya 8, alafu nyingine nazo zitakuwa, orodha ya viwango itakuwa kama ifuatavyo. Al Ahly endapo nayo itafuzu, sio swali lako, lakini nachukulia kama itafuzu, kutoka pointi 51 unaongeza pointi 5, itakuwa pointi 56. Hapo zimefuzu kabla ya kucheza, sababu mkicheza inawezekana Al Ahly akawa kileleni mwa msimamo kwenye kundi lake atakalopangiwa. Akiwa kileleni, maana yake anayekuwa kileleni amefuzu robo finali, hata wa pili anakuwa amefuzu robo finali. Zitakuwa pointi 3, utazidisha mara 5 itakuwa 15, utaongeza na 51 itakuwa 66. Sasa tumesema tu kufuzu kabla hazijachezwa. Al Ahly watakuwa na pointi 1 mara 5 unaongeza na 51 inakuwa 56. Ya pili nimekwambia ni nani? Ni Mamelodi Sundowns wana pointi 43. Wakifuzu makundi utaongeza 5 inakuwa 48. Watatu Esperance de Tunis ambayo yenyewe ina pointi 38. Wakifuzu makundi unaongeza pointi 5, itakuwa pointi 43. Ya 4 RS Berkane ambao wana pointi 37. Wakifuzu makundi unaongeza 5, inakuwa pointi 42. Ya 5 Pyramids ambayo yenyewe ina pointi 33. Wakifuzu makundi unaongeza 5, inakuwa 38. Ya 6 Simba ina pointi 33 kama Pyramids tumeshazungumza. Wakifuzu makundi kwa kuwatoa Nsingizini Hotspur ya Eswatini unaongeza pointi 5, itakuwa pointi 38. Alafu kuna Zamalek ambayo ina pointi 29. Wakifuzu makundi unaongeza pointi 2.5, inakuwa 31.5. Kutoka Zamalek inayofuatia USM Alger ina pointi 27. Wakifuzu makundi inakuwa 29.5, lakini Yanga wakifuzu makundi inakuwa juu ya USM Alger. Kwa hiyo Yanga itakuwa ya 8, USM Alger inakuwa ya 9. Ya 10 Al Hilal Omdurman ikifuzu makundi itakuwa inapata pointi 5, unaongeza 24 walizonazo, inakuwa na pointi 29. Kwa mpangilio ndio huu. Swali lako la msingi narudia, Yanga ikiwatoa Silver Strikers
itapanda kwa viwango vya ubora, itaongeza idadi ya point kutoka 25 zitakuwa 30. Nafasi yake kwenye top 10 haitakuwa tena nafasi ya 9, itakuwa nafasi ya 8 endapo wengine wote wa juu yake nao watafuzu. Kukitokea mmoja ameteleza, kuna uwezekano ikapanda zaidi, ndicho ninachomaanisha. Lakini mwisho wa siku wakiwa wa 8, kumbuka Simba ya 6, watakuwa kati yao wigo unaowatenganisha ni Zamalek tu, kwa sababu Zamalek itakuwa ya 7, ya 8 Yanga, ya 7 Zamalek, ya 6 Simba. Umeshaona wanatenganishwa na Zamalek. Msisitizo endapo tu zote hizi za juu zinafuzu kwenye makundi, kwenye michuano wanayoshiriki. Maana Zamalek wanashiriki michuano ya kombe la shirikisho, USM Alger wanashiriki kombe la shirikisho, zilizobaki pale juu zote ndo zinashiriki ligi ya mabingwa, kwa maana ya Al Ahly, Mamelodi, Esperance de Tunis, RS Berkane, Pyramids, Simba, lakini pia na Al Hilal Omdurman inayoshika nafasi ya 10. Umeniuliza swali dogo, kumradhi kama nimetoa maelezo mengi. Lengo langu watazamaji wako wapate kuelewa zaidi. Sasa mzee wa data, mimi nikushukuru sana, bila shaka watazamaji wangu wamepata darasa la kutosha sana. Shukrani jazilan. Yes, huyo ni mzee wa data na tumezungumza hapo endapo Young Africans watafuzu makundi, wadhifa wao utakuwaje kule katika renki za CAF, na amezungumza mengi, ametoa darasa zuri, bila shaka umeweza kuelewa vizuri sana. Pointi ya msingi, subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya kuweza kupata mambo mazuri kama haya, lakini kupata pia update nyingine za kimichezo. Naitwa Babu Ali, nyuma kamera kwa mwenzangu AP Classic. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali, garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.